الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأزكى صلاة وتسليمات على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام, mada ambayo kwamba nimeitagua leo kuizungumza ni madha baada 10 min Dhulhijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mbingu na ardhi ili sisi tupate kumjua yeye Allah Tabaraka wa Ta'ala, ili sisi tumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika akatuwekea sisi mawasim litaat ambao kwamba ni kama ofa kwa wanadamu, na umma huu umefadhilishwa na umepewa fursa nyingi sana, na makala kama haya katika kipindi kama hichi yameandikwa katika munasabat katika sehemu tofauti tofauti. Na mimi nimeona makala kama hii niikumbushe nafsi yangu na tukumbushane, kwa sababu almawasim tarhal sari'an lakin atharaha tabqa fi suhuf. Ukifanya jambo zuri lina athari yake, na ukifanya jambo baya lina athari yake. Na hivi vipindi vya sisi kupata nafasi ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vinapita kwa haraka, kisha kunabakia athari yake na matokeo yake. Kwa hivyo ikiwa mtu ametumia fursa hii kwa vizuri, athari yake itamsaidia yeye. Kwa mfano, miaka 100 iliyopita au 50 iliyopita, mtu akiwa ametiania kwenda haji, ile safari ya haji ilikuwa ni mzito sampuli yake. Safari ilikuwa si ya ndege kwa mfano, ni ya majahazi, ni ya meli. Kwa hivyo unaweza kumkuta mtu takriban miezi 2-3 yuko safarini. Kabla ya kuondoka hapa, pengine anaaga kama ambavyo kwamba yeye hatorudi tena. Tukija tukiangalia katika zama zetu za leo, waweza kukuta mtu katika muda wa wiki 2 ashakwenda haji na asharudi. Kwa hivyo mabadiliko kama haya ni kuthibitisha kwamba zama zetu ni zama zinakwenda haraka sana, na hii katika alama za kiyama. Hii kuwa mwaka utakuwa mwezi, mwezi utakuwa wiki, wiki utakuwa siku, siku itakuwa ni kama wewe unazimba paa lako. Yani sur'an ma tamdhi hadhihi almunasabat wa yabqa atharuha. Kwa hivyo ilipokuwa mtu lazima ajaribu kutumia fursa ya kukumbushana. Ilipokuwa musim kama huu wa kheri, watu walijifunga katika 10 Dhulhijja. Wengine wakaketi itikaf, wakawa wanasoma Qur'ani, wengine wakafunga ndevu zao zikawa zimekuwa kubwa, mpaka akimaliza kile kipindi akaenda akanyoa. Lakini utakuta pengine kipindi hichi hakikumsaidia kiwango kikubwa. Baada ya kipindi hichi kumalizika, amerudi pengine katika hali yake ya zamani pengine na zaidi. Kwa hivyo ile athar haikupatikana. Atharu taa baada hadhihi almawasim. Kwa hivyo katika darsa yangu au kalima yangu nitatumia fursa ya kukumbushana katika ni mambo gani muhimu sisi kufanya. Kwa hivyo i'lam rahimakallah akhi alaziz kwamba min alamati qabuli taa istimrar fi taa. Alama ya kwamba wewe umetakabaliwa katika kile kipindi kile ni kwamba unarudi kuendelea katika mambo mazuri. Sio kwamba kipindi kile ulijipinda kisha umerudi wewe umekuwa hauna tena ihtimamu kubwa katika kuitumia nafsi yako kwa kufanya mambo mema. Kuna kitu chaitwa intikasa, yani umerudi umekuwa ni mvivu, umekuwa wewe hauko katika ile nishati ambao kwamba inatakiwa. Al-Hasan al-Basri rahimahullah anasema inna Allah lam yaj'al li'amali al-mu'min ajalan duna al-maut. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujalia
kwa mumin, ila ni kwamba afaa aendelee katika kufanya mambo mema na kuongeza katika hasanati yake. Cha kumzuia yeye ni yeye kufa. Kwa hivyo ni kila siku, kila leo, kila saa, kila dakika, wewe wajaribu katika akaunti yako ya akhira kuongeza, ili isikupite. Ilipokuwa jambo hili ni muhimu, sisi ni kufahamu. Angalia mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi, katika dua alizokuwa akisoma, ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kumiliki hizi nyoyo, naye ni Mwenyezi Mungu na si mwingine, ujalie moyo wangu ni wenye kuthibutu katika dini yako, katika hii dini, ili usifitinike na ulimwengu. Ndio utakuta kwenye Qur'ani, shaghalatna amwaluna wa ahluna, huweze kawa mali na watoto wakukushughulisha mpaka ile risala ambayo kwamba wewe umeamrishwa kuja kuitekeleza katika haya maisha yako ikawa hukuipata. Yani hupati kukumbuka, hupati kufanya mema. Kwa hivyo katika mambo muhimu sisi katika kufanya ni athabat ala alfaraidh, kuthubutu katika zile faridha tulizofaradhishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama mfano swala katika wakati wake, swala kuswali pamoja na jamaa, kuzingatia shurut na arkan za swala. Huenda saa nyingine mimi nimetamali, kuna watu siku ya Ijumaa khatibu amepanda, lakini yeye yuko busy na simu yake, tena yuko katika mtandao ambao si mzuri. Sasa vipi ile khutba itakuwa ina athari kwako wewe? Yataka wewe ile siku ya Ijumaa na ile saa ya khatibu amepanda, wewe uko katika kumsikiliza na kusikiza zile advice na zile nasiha atakazokuwa yeye wazitoa. Kadhalika katika mambo yafaa sisi tuendelee kuyafanya ni birrul walidain. Kama wazee wako wako hai, jikaribishe kwao, watembelee, kuwa na wao, watie imani, na ikiwa washatangulia mbele ya Mwenyezi Mungu wakumbuke kwa dua. Kadhalika adaa alhuquq, wanadamu kuna haki zangu kwako, kwako ziko kwangu. Katika hii hali kwamba Mungu amenipa tena umri, ni muhimu sana mimi nizingatie kwamba kuna adaa alhuquq. Usingojee mwanadamu siku ile mtu amekufa ndio katika watu kuswali anza kuzungumza, bwana natukua dhima ya mtu huyu ikiwa kuna jambo fulani. Wewe uko hai, kama kuna njia ya kumaliza zile hukuku za bani adam wenzako ujaribu uzitekeleze. Kadhalika dawamul amal walau kana qalila, kudumu katika kufanya mambo mema ya kheri hata kama ni machache. Mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi atuambia, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla, amali ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda na anaipenda kuipata kwa mja wake ni adumu katika amali hata kama ni kichache. Mfano wewe waswali dhuha, endelea kuswali dhuha hata kama ni raka mbili tu badala ya 4 au 6 au 8, hata kama ni 2 lakini unaendelea. Mfano waswali witr kabla ya kulala, endelea. Mfano umemaliza kuswali faridha wasoma ayatul kursi, endelea. Mfano wewe ukitoka wapeleka gari waanza safari, una dua safar, subhanalladhi sakharana hadha wama kunna lahu muqrinin, endelea. Mfano ukiingia nyumbani unasalimia watu, ukiwa unakula unapiga bismillah. Hizi ni adabu za Kiislamu ambazo kwamba sisi twahimizwa tutakhallak na tutamayaz nazo. Kadhalika as-sidq wal ikhlas, mwanadamu aendelee kusema ukweli katika maisha yako. Kuna watu wengine wanakuwa na tabia ya urongo mpaka anapigwa muhuri kwamba yeye ni mrongo. La yazalu rajul yasduq wa yataharra sidq hatta yuktabu inda Allah siddiqa, au kama qala salawatullah wasalamu alayhi. Ataendelea mtu kujizoeza kusema kweli, kusema ukweli mpaka atakuwa ni mkweli. Na kadhalika al-ikhlas fil amal, yataka mwanadamu wewe uwe uko katika ikhlas, wafanya kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ayuha ikhwan kiram, nyoyo zinapata ghafla. Mwanadamu mara unakuta umeghafilika, ukikaa na watu ambao kwamba wameshughulika na dunia saa zote na nini, unaweza kuta umechukuliwa na hilo wimbi
na wewe ukaingia katika hali kama ile, ukawa umeghafilika, umekuja kufanya nini hapa duniani wewe? Lazima saa zote utafute marafiki wazuri wakukumbushe wewe hapa duniani una risala ya kutekeleza. Wewe una tasbih, tahlil, takbir, as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, adhkaru sabah, adhkaru al-masa. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema adh-dhikru lilqalb mithl al-ma lisamak. Sisi wanadamu tunahitaji dhikr, tunahitaji kumtaja Mwenyezi Mungu, tunahitaji saa zote. Ni kama samaki ukimtoa baharini, baada muda mfupi atakufa. Na sisi tukikosa dhikr, baada muda mfupi tutakosa ile message tunkuja kuitekeleza. Allah atutaka sisi tuwe karibu na yeye, ndio utakuta la yazalu rajulun yataqarrab ila Allah bin nawafil hatta uhibba. Unafanya faridha, unafanya na sunna, Mwenyezi Mungu eventually anakuja kukupenda. Ukishakuingia katika kupendwa na Mwenyezi Mungu, ndio utakuta ushaingia katika system. Unaona yale anayotaka Mwenyezi Mungu, unasikia yale anayotaka Mwenyezi Mungu, wewe uyasikie. Kwa hivyo akhi karim, sio lengo wewe umekwenda haji peke yake, ile ni bait katika buyuti Allah, lakini mwanadamu ametukuzwa kushinda ile nyumba. Asa laysa shan an tasila ila albayt walakin an tasila ila rabbi albayt. Ile nyumba ina mwenyewe, falyabudu rabba hadha albayt. Asa wewe lengo lako kufika kule ni kufika kutakhallaq na kutamayaz na zile akhlaq za Kiislamu na yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wamesharudi kutoka haji, lakini ukikaa ukiwaangalia, wamekwenda wamegharimika, wamekuwa katika hali ya kuvaa nguo ihram na rida katika kiwanda kitukufu cha Arafa, lakini ankuja haja songa mbele katika yale mazuri ambayo kwamba yeye afaa asonge mbele kwayo. Umekwenda katika sehemu kama ile, ni urudi uwe utakuwa una uafadhali. Kama wewe umeona mauti, umeona Waislamu wengine wengi, umekutana na watu vilema, viwete, watu ambao kwamba kufika pale walikuwa ni wazito sana, lakini Mwenyezi Mungu amekujalia umfika. Kwa hivyo leo umepata nafasi ya kurudi, ni kuepana tofauti. Kadhalika katika mambo sisi yataka tujaribu katika dakika zangu za mwisho ni siyam yaumul ithnain wa yaumul khamis wa ayyamil bid. Ikiwa waweza kufunga, una nguvu na imani yako yaweza, jaribu angalau siku moja mbili ayyamil bid. Usiate fursa kama hizi za kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa siyam zikupite ovyo ovyo. Sasa yote sisi yataka tukumbushane katika hunu umri. Kadhalika qiraat alquran. Kuna mtu alitembelea nyumba kisha akaitembelea tena, kila akienda hushika ule msahafu ulioko sitting room pale, akuta msahafu una vumbi kama vile ulivyokuwa, yani hakuna anayosoma ule msahafu ulioko pale sitting room. Kwa hivyo utakuta kwamba kusoma Qur'ani iwe ni katika kila siku, kila saa. Hata mimi kama umri wangu umesoma na hifadhi yangu impungua, lakini nijalie katika usiku wangu niamke mapema, niweke kama dakika 10-20, nitahifadhi. Nitaanza qul wallahu, nije huku mpaka juzu ya amma. Angalau mimi nikipata nafasi ya kuswalisha, nitakuwa naweza kuswalisha na hizi juzu za chini nazijua. Lakini mpaka ujikere, ujisumbue, ujifanyishe bidii. Kadhalika hunu moyo mara huo umetukuliwa na shetani, kwa sababu shetani ni adui, na tumeambiwa kwenye Qur'ani inna shaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Kisha shetani ana khutuwati, shetani hana hatua moja. Ndio tukaambiwa kwenye Qur'ani wala tattabi'u khutuwati shaitan. Hata katika wewe kuingia katika dhambi mfano ya uzinifu au tembo, la samahallah, haji kwa mara moja, atakuja polepole polepole, kwa hili kwa vile, mpaka akuingie, kwa sababu ana mbinu tofauti tofauti. Ndio tukaambiwa wala tattabi'u khutuwati shaitan, msifate zile khutuwati za shaitani, kwa sababu mkisha kuzifuata mwisho utafanya. Mfano katika zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, mpaka mwisho wa aya. Ukikaribia ushapata faragha na mwanamke, kurudi kuteleza ni mara moja. Kwa hivyo wewe kila ukijaribu kuwa mbali na hizi fitan
utaweza kujilinda. Kadhalika muhasabatu nafs, hii nafsi atakaohisabu, mfika usiku kabla ya kulala, mimi nimedhulumu, mimi nimetukana, mimi nimemfikiria yule vibaya, Allah nisamehe ya Rabbi, mimi nafanya tauba, isije kwa ndio usiku wangu wa mwisho, sitoweza kuamka kesho. Ni wangapi walolala hawakuamka? Ni wengi. Kwa hivyo wewe unapopata nafasi pale unalala, unafanya muhasabatu nafsi. Kadhalika unajaribu saa yote kutopoteza wakati wako. Huu wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu amekupa, kila saa na dakika ijaribu kufanya jambo jema na kukusaidia. Nimeona ni katika messages za risala zimetumwa katika sehemu tofauti tofauti, madha baada 10 Dhulhijja, nini baada ya 10 Dhulhijja. Nikaona nahitaji kuikumbusha nafsi yangu niache ile darasa yangu ambayo kwamba tulikuwa tunaendelea nao ya tuhfa ya kuangalia malezi na tarbia, nije kujikumbusha na kukumbushana katika jambo kama hili, kwa sababu tunaweza tukawa tughafilika kwa huu umri aliotupa. Tunaweza kuwa sisi baada ya 10 Dhulhijja hakuna athari yoyote ambayo kama imebakia katika maisha yako. Yataka musim kama hunu uwate athari katika maisha yetu. Inshallah tumomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa shukran.